Karibu sana. Maybe tuko majina kwanza. Majina ni Liboyo wa Walter Raphael, katibu wa wafanyabiashara wa Luanda. Ile ningependa kusema ni kwamba siku ya leo tumekuwa kwa public participation kuhusiana na mambo ya budget. Na chenye tumeona ni kwamba hii bajeti inazingatia sana, kwa kizungu wanaita recurrent expenditure, kushinda mambo na development expenditure. Ukiangalia kwa asilimia unapata ya kwamba recurrent expenditure inachukua asilimia 69, ili hali development expenditure inachukua asilimia 31. Na ukichunguza vizuri utaona ya kwamba kuna mtindo wa kuonekana ya kwamba wanaotengeneza hii bajeti wanazingatia mambo ya sheria ambayo inasema asilimia 30 kwenda isizidi, mambo ya development isizidi isishuke chini ya asilimia 30. Kwa hivyo kila mwaka ni kama wamebakisha tu hapo 31, lakini hapa kwa recurrent expenditure imebaki tu karibu 70 au 69. Ile tungeomba na maoni ambayo tumetoa ni kwamba ile development expenditure itoke kwa 31 iende hadi 40, alafu ambapo wameipea milioni 12. Hatuelewi hiyo milioni 12 itakuwa ya kufanya kazi gani. Hatuoni kama kuna maendeleo itakuwa pale, na kuanzisha kwa municipal tulikuwa tunafikiria municipal itaanza kwa nguvu, lakini tunaona hii milioni 12 ni pesa kidogo sana ambayo haitafanya chochote kwa hii ward. Jambo lingine tumeangalia mambo ya miundo msingi ya maji. Naona kwamba kwenye hii ward ya Luanda na town ya Luanda tuko na uhaba wa maji. Ningependa rasilimali ziwekwe kwa miradi za maji ili kila jamii katika ward ya Luanda iweze kupata maji. Kwa mambo ya barabara ziko kwa njia mbaya, ziweze kutengenezwa. Alafu tumeweza kuangalia kwamba hata uajiri wa vijana wa enforcement na idara zingine zote haijapewa bajeti yoyote. Ningeomba ya kwamba wakati waheshimiwa wetu wanaenda kwenye bunge waweze kuzingatia hili jambo, ili vijana pia waweze kupata ajira, wanufaike na hii kaunti kwa hii pesa ambayo inaletwa kwa hii kaunti. Isaac Maganga, nikiwa mkaaji wa Vihiga County, Luanda Sub County, Mwigona Ward. Ningependa kuongelea mambo na bajeti ambayo tumepitia siku ya leo, na jinsi nilikuwa naangalia katika ile bajeti. Akili yangu na ufahamu wangu ni kwamba naonelea kwamba county government ya Vihiga imewekeza sana pesa mingi sana kwa recurrent budget compared to development. And then two, serikali yetu ya Vihiga haijazingatia sana mambo na elimu. Ukiangalia upande wa ECDs, ukikompea kaunti zingine zetu jirani kama Kakamega, kaunti kama Siaya, uangalie jinsi wanatengeneza ECD zao, the status of their ECDs iko katika hali mzuri sana ukikompea na hii ya Vihiga. Na jinsi nimeangalia katika bajeti, wameweka pesa kidogo sana katika hiyo sekta ya ECD, kujenga na kumaliza zile ECDs ambazo tuko nazo. Pia nimeona ya kwamba upande wa afya mahali kama referral hospital, Vihiga Referral Hospital, wako na budget ya 36 million ambayo inaangazia upande wa wale casual laborers ambao wanafanya kazi pale. Lakini ukiangalia upande wa madawa wameweka 30 million. Unaweka aje pesa mingi kwa wafanyikazi na ukose kuweka pesa kwa zile vitu ambazo wananchi wanatarajia kupata kila wakati? Wangeweka pesa mingi, wangeweka kwa madawa, lakini sio kwa casual laborers. Na pia tukisema ya kwamba tuko na 36 million ambao tumeweka katika kitengo ya kushughulikia wale casual laborers wenye wanafanya pale katika hospitali ya referral, inafaa tujue hao wafanyikazi ni wafanyikazi wangapi ambao wanafanya pale, wanalipwa pesa ngapi, kila mmoja analipwa pesa ngapi, kwa sababu hiyo pesa ni mingi sana ukizingatia na ile
ile hali ambayo tuko nao katika hii county. So tungependa hii county government yetu ya Vihiga, MCS wetu wakati watakuwa na interrogate hii budget, wakati watakuwa wanaita chief officers na mawaziri katika bunge letu, waweze kuwapiga msasa, wajue ya kwamba waweze kudefend hii budget yao. Watuambie kwa nini wanaweka 36 bilioni kulipa casual laborers na wanaweka 3 milioni kwa madawa, ili hali wangeweka hata 36 milioni inunue madawa na hii 3 milioni ikuwe ndio ya casual laborers, na pia tuambie ni wangapi. Alafu pia mambo ya ECD, mimi naongelea mambo ya ECD na technical visit TVETs. TVETs zetu, ukitembea katika TVETs zetu zinaenda kuanguka. TVETs zetu ziko katika hali mbaya. Tunataka pesa mingi saizi hapa county. Kuna wakati senator alipigania Vihiga county ikaongezwa pesa. Hiyo pesa ambayo iliongezwa katika hiyo revenue allocation ya Vihiga county, hiyo yenye inatoka kwa exchequer, tunataka hiyo pesa mingi iwekwe katika department yetu ya education, kwa sababu department yetu ya education ndio msingi, ndio backbone yetu ya Vihiga county. So upande wa agriculture nimeona iko sawa, wamejaribu kubalance hiyo budget yao vizuri. Upande wa environment and conservation na mambo ya maji, hiyo tunapigia county government yetu ya Vihiga, tunawapatia heko kwa sababu wamefanya kazi mzuri sana. County government yetu ya Vihiga upande wa maji imejaribu sana, na tunaomba pia governor atilie mkazo na aweke mkazo kabisa, aone ya kwamba watu wote wa Vihiga wanapata maji safi, ili tusiwe na maradhi ambayo yanatokana na watu kunywa maji chafu.